Haya bana. Ila sasa mimi ndo nilikuwa nakuaga. Uko naniaga? Jumatatu na nina safari. Jamani. Bwana, mbona mapema? Dada, si unajua tena familia. Mambo ya watoto wadogo huko. Unajua tena dada, mambo ya kuolewa. Mambo ya kuolewa tena shoga yangu. Sasa nikawaza kule mlimani nani kaweka Isa. Sikujali hilo. Nikaja nayo mpaka nyumbani. Kufika nyumbani hivi. Nikakuta mzee ana hali mbaya sana. Ndio nafika pale ananiambia tena kwamba mwanangu, hicho ulichokichukua kitunze sana, maana ni hazina ya maisha yako. Na ikitokea kimepotea utapata matatizo makubwa sana. Ndio nikaanza kushangaa. Kwamba sana ni hazina ya maisha yangu kivipi? Nikatamani sana nimuulize mzee kwamba vipi? Lakini alipomaliza kusema tu kwamba yaani hiyo si ni hazina ya maisha yako. Baadaye akakata roho maskini. Sasa au nikuulize tu kidogo hapa. Yaani kipindi unaenda mlimani hiyo sio unaenda kuichukua. Ulikutaka gani? Yaani ipo mazingira gani? Ilikuwa imewekwa kwenye kwenye mfuko, kwenye boksi au ilikuwa tu? Ilikuwa kwenye boksi. Umeona? Kwanza mimi nilikuwa napita zangu hivyo karibu mlimani na nilikuwa nimeenda tu kucheki mazingira kidogo. Unajua tena kubadilisha upepo mlimani kwenye miti mizuri. Sawa kabisa. Nikaona umbuyu. Kuna ule umbuyu bwana lazima utakuwa na matunda pale. Nikaingia mle. Kuingia pale sasa nikawa natafuta umbuyu. Umbuyu chini hamna, nikaona huko juu, nikasema nitafute namna ya kupanda juu yani. Sasa ile natafuta namna ya kupanda juu nazunguka. Sasa nikakutana ile box juu ya ule umbuyu. Umeona? Na bado baada ya kulichukua nilipofika tu nyumbani mimi bado nawaza hapa. Mzee alijuaje kwamba nimechukua kitu hali ya kuwa yeye alikuwa anaumwa pale nyumbani? Hivi hapo mwanangu unaweza ukanishauri kitu kwa sababu kitu yenyewe ndio hii hapa. Kwanza mimi rafiki yangu hapo cha kukushauri cha kwanza sina. Unaona? Ile cha pili kuna mganga mmoja anaitwa Aladimosi. Mganga tena? Tulia sasa. Wewe tatizo lako na ulisema kuhusu saa yako hiyo. Sawa. Kwa mimi au kwa wewe hatuwezi tukalifumbua hilo fumbo. Unaona? Na unajisema kwamba baba yako alikwambia kwamba hii ni hazina yako, itunze, ukiipoteza maisha yako ndo yameyumba. Unaona? Mimi na imani ukienda kwa mganga yeye ndo atajua kila kitu ya hiyo kuhusu saa, mafumbo yote yeye atakufumbulia. Maana unaona, ina maana mimi siwezi nikakufumbulia. Mimi nikikuona umelivaa hivi, nitajua tu mimi wewe unaangalia muda wa kwenda kuswali wapi? Msikitini. Unaona? Hasa mimi nitaelewaje hapo? Au wewe unahisi hapo utaelewa nini? Haya, baba yako yeye amekwambia vile, umeelewa nini kuhusu hiyo saa? Sijaelewa kwa kweli. Hujaelewa. Basi fuata ushauri ambao nakwambia. Mimi na imani Aladimosi atakuwa anajua kila kitu ukienda kumuelezea. Okay, sawa, nimeelewa. Je, huyo Aladimosi anaishi wapi? Hebu nielekeze huko mimi niende. Tatizo sasa ni kitambo, maana niliondoka nikaja hapa na sielewi, lakini kipindi naondoka alikuwa ni maeneo ya chini kule, kama vile unaelekea nani shule moja ya secondary kule hivi. Sawa. Kwa hiyo anajulikana tu kwa jina la hilo Aladimosi. Ni Aladimosi kabisa. Hana jina jingine. Okay, mimi kesho basi koja niende nikamuulizia huko. Wewe jitahidi uende yaani ukajue hiyo maana nini, maana ya saa hiyo ya kwako unayoiongelea hiyo. Inawezekana kuna kitu yani kikubwa ambacho kimejificha nyuma ya pazia. Alafu sisi tuzijue lolote linaloendelea au wewe mwenyewe. Okay, basi haina shida. Mimi nilikuwa nimekuitia hicho. Basi asante ndugu yangu. Haya poa. Lakini mimi sana wiki yangu. Ndio hivyo sasa. Tutafanyaje? Yaani basi nampenda sana baba wangu. Yaani nilikuwa yani siko tayari kabisa baba wangu. Mungu amchukue hata harusi yangu na Mungu mtarajiwa bado. Sasa wifi, bwana ndo ameamua kuchukua chake na amechukua. Utafanya nini? Hapana, lakini huyu Mwenyezi Mungu ndio mwingine anakosea. Nikusema hivyo anikumbusha mbali. Nyuma sana wifi yangu. Babangu amesuta. Hivi
usifanye hivyo. Basi nyamaza wifi. Nimeumia. Fanya hivi. Mimi Jumatatu naondoka wifi. Kwa hiyo utabaki salama. Ila mtunze sana kakaangu Simbu, maana ndo amebaki yeye peke yake. Sawa wifi, mimi jitahidi sana wifi yangu. Nasikia wifi. Mimi kutoka nampenda, yani nampenda kuliko kitu chochote. Jitahidi. Sawa wifi yangu. Yani kaka Simli ndo mboni ya jicho langu lililobaki. Nitamtunza. Nitaumia sana ukimuumiza. Nitamtunza wifi. Haya wifi. Sawa. Useni. Na. Kaka yuko wapi? Kaka sijui sasa alipoenda, maana mimi mwenyewe nimeamka tu sijui alipoelekea. Sijaribu kumwangalia maana mimi safari ndo imeiva. Atakwenda wapi? Kaka. Unakuja kulala huko? Niache. Nenda huko niache. Kaka dada anakuita. Sitaki, nakwambia niache nilale kwa babangu. Niache. Sasa wewe kaka, sie ndo inabidi kwamba sie ndo wewe unatupa mwongozo. Ukija kulala huko kwamba unaonekana wewe unaumia sana, lakini si hatuna maumivu. Si wenyewe tuna maumivu ambayo unaopitia wewe, tena zaidi ya wewe. Wewe ndio mkubwa, inabidi utuongoze kaka. Wewe ukiwa hivi na sie tuaje sasa? Ondoka niache mimi nikae kwa babangu hapa. Lakini kaka, sote tuna maumivu kama unaopitia wewe. Kaka. Sawa. Lakini mimi nimekuja hapa, dada anakuita ajili ya safari yake. Sidhani kama nimefanya kosa kuja kukuambia. Umekuwa mkali pasipojua sababu ni nini. Kaka Simli. Mimi nimekuita. Nimetoka nje, ulikuwa haupo. Ulikuwa umeelekea wapi? Nilikuwa kule nyuma. Nilikuwa nyuma huko. Haya, mimi nimekuita, safari yangu ndio imeiva. Mimi ndio naondoka hivyo sasa. Jamani. Si ungekaa kidogo sasa, si utatuacha na nani? Tuko wawili hapa. Unajua kaka, mambo ya familia haya, wewe acha tu ya familia. Uko shemeji yako amekashamaa. Halafu, mbona umechafuka hivi? Kuanzia hapo kwenye suruali, kwenye kichwa huko michanga. Hii achana nayo. Achana. Alikuwepo kule. Nyuma wapi wewe? Kule kwenye makaburi uko umelala kaka. Wapi na wewe? Kaka tumekukuta huko wakati umeniagiza nilimkuta amelala. Ina maana kaka, unajua mpaka nashindwa nisemeje. Hii ndio imetokea
hatuna budi kukubaliana na hilo. Bwana ametoa na Bwana ametoa, tutafanyaje? Kaka, jitahidi sana kupunguza msongo wa mawazo. Sawa? Punguza mawazo, maisha mengine yaendelee. Useme. Kuwa makini na kaka, alafu jaribu kumtii kaka na kusema. Tumebaki sasa hivi. Unajua tumebaki watatu sasa hivi. Kwa hiyo ndio hivyo, mimi sina budi niwaache. Dada, lakini tuamisi sana, lakini ukienda huko kwa shemeji tu nakumbukana. Unajua dada, na kauli uliyoongea kwamba tuko watatu, ndio tuko watatu. Kumbukani. Hiyo sijali, mimi nitakuwa najitahidi basi kila mwaka hata nitakuwa nakuja hata mara moja. Mwaka mara moja? Sasa mniambie jamani, kutoka hapa mpaka kule nauli kubwa, hapo tunatumia usafiri wa ndege kweli? Sawa ni wewe, lakini tunakumbukana. Basi nyinyi mtabaki salama Kasimu. Mimi naenda. Tutakumisi sana dada yetu. Tutakumisi pia, nitakumisi pia, ila jitahidi sana. Hayo mawazo punguza, maana wewe ndio kitu cha familia uliyebaki. Sasa wewe ukiwa na hali hiyo, sisi tutafika na tutakuaje? Jitahidi, maana wewe ndio mwanaume uliyebaki hapa mkubwa. Kuna mdogo wetu Huseni, inabidi na wewe uone muongoza. Okay, sawa, mimi nimekuelewa dada. Sana shemeji. Mimi sana mwambie namsalimie sana. Naomba sana. Shemeji umwambie naye aje atusalimie, maana toka akuchukue hajawahi kuja kutusalimia tena. Yaani kuhusu shemeji yako, yeye atakuja, tusema ana mambo mengi ya kikazi yamembana. Atakuja tu, usijali. Okay, sawa. Basi wewe usafiri salama. Haya, utabaki salama. Kaka, ngoja na mimi nimsindikize. Haya, wewe msindikize. Ile inauma sana kuondoka dada. Si sasa hivi nani atakuwa anatufikia tena? Alafu kwenye swala la kuhusu kupika, wewe lakini si yupo. Sawa, ila bado ipo kwao. Ngumu sana kuja kuwa anatupikia hapa mpaka tufunge naye ndoa. Kwa kuwa hili swala limepita basi. Halafu kaka, kuhusu swala la kupika, wewe lakini si yupo. Ila sasa sema ipo kwao. Inabidi ufanye sasa hima, umlete. Ukishamleta atakuwa anawasaidia kupika, kwa sababu nyinyi ni wanaume hapa, mwezi kupika. Ni kweli bwana, nitajitahidi. Alafu nimekumbuka jana nilikutana naye. Jana nilikutana naye. Wapi? Nilikutana naye pale Mwaluzurobi. Okay, kumbe. Akasemaje? Yeye ana neno. Yaani inaonekana kama vile anakusubiria wewe tu. Okay, nitajitahidi sana nimlete. Maana sisi tumeweka wili hapa kupika sweet nani jamani. Na wewe ujitahidi shule. Tena shule. Hiki kichwa jitahidi shule. Mbona huyu shule alishaacha kitambo sana huyu? Usiende ushagaacha shule. Kaka umemwambia nini kaka? Si ulishaacha shule, hata mzee alihangaikia sana kupeleka shule, unakataa tu. Mwisho wa kata tamaa. Nataka niwe naenda na pikipiki shuleni. Yaani kweli Huseni, nyumba za bati tu zimetushinda kwetu. Pikipiki. Utanichekesha. Ole. Haya mimi niende, ila kuhusu kaka usijisahau. Kuhusu hivi. Sasa mimi naendelea. Haya. Kaka na mimi niende kakae kwa dada. Wewe urudi hapa. Hata ukimkubalia hiyo nauli anatoa wapi? Mimi sasa hivi sina nauli. Kwa hiyo unataka ukaolewe au? Ndio haraka ndio nimchuka. Au kisha nimeongelea shule. Wewe uende tu. Niende tu nini? Usome.
Ukaga kunkuru. Kusombora mamita togabi ni kiri kunkuru. Akalma galendere kali kaya kunkuru. Hii siku ile yo ya heri ilikola kuinangeni. Kuna mtu anakuja mazingira yangu, anaonekana ana saa kubwa ya maajabu, alafu hiyo saa ina mawezo makubwa sana. Ikichukua mimi dunia hii nzima itakuwa yangu. Aradi mweusi, mganga Aradi. Aha, huyu mtu ni nani? Ngoja nimwangalie. Kunkuru kama kusombora mamita togabi ni kiri kunkuru akalma galendere kali kaya kunkuru. Na mbona ananipatia asili? Tatizo langu ni simama hapo hapo. We nani kwanza unakuja hapa? We nani? Kuja kwako mganga. We nani? Na ukitaka kuja hapa uivue hiyo saa, usije nayo hapa. Umenielewa? Sema ivue. Pole sana kijana kwa matatizo yalokupata ya mlemu baba yako. Asante. Baba yako nadhani alikwambia maneno kuhusu kitu ulichokiokota, na hicho kitu kina thamani sana. Kwanza kipindi cha nyuma alipokaa na hicho kitu baba yako, wachawi walikuwa wanamtafuta sana kwa sababu kilichomuua baba yako. Unanielewa? Kwa hiyo saa uitunze sana, maana wachawi wanaitafuta sana. Kubwa hiyo saa inatafutwa na wachawi. Na kingine, hiyo saa ina uwezo mkubwa sana. Chochote utakachoiomba hiyo saa yaani ukiwa unataka hata magari, nyumba, magorofa inakupatia. Utakuwa unaipangusa, unaanza kunuia maneno yako. Unachotaka kuomba itakupatia. Unanielewa? Ukaga kunkuru kama kusombora mamita togabi ni kiri kunkuru akalma galendere kali kaya kunkuru. Ukaga sengi kuru kama kugaringura mapanda gamwe ni kiri kunkuru kama kusombora mamita togabi ni kiri kunkuru akalma galendere kali kaya kunkuru. Ukaga sengi kuru kama kugaringura mapanda gamwe ni kiri kunkuru.
Ukaka kunkuru. Mukusombora mamita tokabini kirigo kunkuru. Nakalema garendere gali kaya kunkuru. Ukasengi nkuru kemukaringura mapanda kamwe kirigo